Ahlan wa sahlan wa marhaba. Hujambo na karibu mwanagenzi au mtazamaji katika kipindi kipendacho, kipindi cha uhondo wa fasihi, lugha na isimu jamii. Ni kipindi ambacho kwacho tunaletea kila kaski kwa minajili ya kukuelimisha ili uweze kuyafahamu mambo mengi yanayohusiana na lugha hii tasnia takrima Kiswahili. Ni kipindi ambacho kwacho mwanagenzi mwaletewa naye Kubasu Wanyonyi, mwalimu aliyebobea katika lugha nyenzi tasnia Kiswahili. Kama kawa jinsi mjavyo, kaski hii ikiwa ni kaski ya Ijumaa, bila shaka tunataka tuangazie uchambuzi wa fasihi andishi. Mtazamaji ambaye sasa hivi wanitazama na katika fasihi andishi, tunabudi kuangazia uchambuzi wa novela. Katika novela bila shaka tuangazia novela gani? Novela gredi ya 7, Mshale wa Matumaini. Kumbuka fika kwani kitabu ambacho kwacho kiliangaziwa sana na aliyekuwa profesa ama tusema mwenda zake aliyefarakana na Israeli ya pili yafahamika kama Profesa John Habwe. Basi mtazamaji, bila kupoteza muda kwa sababu muda unazidi kuyoyoma, nashukuru sana. Mwanzo ningependa tu nikujulie hali. Basi natumai popote pale ulipo ungarange ya mvuni wa mabuheri wa afya. Kwangu mie mzima hadidi jakitawi cha Mkarana. Nashukuru Dayani au Maulana kwa kuninemesha na kunipa siha anuai. Basi natumai umekwisha jiandaa bambam au umekwisha jitayarisha ipasavyo au vilivyo mtazamaji, na muda usio kadiria tutakuwa tukiangazia tu uchambuzi. Na katika uchambuzi tutakuwa tukiangazia uchambuzi jinsi ambavyo nimekudokezea novela ambayo kwa tutakuwa tukiangazia aina kwazo za ploti. Aina kwazo za nini? Za ploti. Basi natumai una matini yako pamoja na kalamu, na bila shaka umejitayarisha, uko tayari, umeketi kitako na kutega masikio yako ndi bila kuyatia nini, bila kuyatia makenta wala nti. Moja kwa moja tukienda kaditadi novela hiyo. Na kabla tuende, ningependa tu nikudokezea kwa ni kipindi ambacho kwacho bila shaka tunakipeperusha kupitia mitandao ainati, yani aina mbalimbali, ikiwemo mtandao wa gani? Mtandao wa YouTube. Basi ingia pale YouTube channel Kubasu Wanyonyi. Vile vile kando na YouTube channel waweza ingia pale mtandao wa TikTok. Pale TikTok Mwalimu Kubasu, na usisahau fika kwa kipindi hiki pia tunakipeperusha kupitia mtandao wako wa Instagram pale Kubasu Wanyonyi. Basi ingia pale sakura, ukikwisha sakura bila shaka waweza upendeze au upendekeze mtazamaji, yani like, usakarue ama usarakue mtazamaji. Kusarakua ni kusubscribe, na vile vile unaweza ukayangaza ama ukiangamua mtazamaji, yani ukaview. Basi like, view, subscribe and share, ama shiriki na mwenzako, na mambo yatakuwa aula sana. Tutaenda moja kwa moja kaditadi uchambuzi hii ambayo tunataka tuangazie ploti. Na kabla tuangazie ploti katika novela hii, mwanzo nataka niwaelezee kinagaubaga maana halisi ya nini, ya neno ploti. Nataka tu nikuelezee maana halisi ya neno ploti, ili kwamba wakati yote ule utakapokuwa ufanya uchambuzi wote ule wa ploti, bila shaka utakuwa na uwezo wa kubaini ama tutakapokuwa tukiendelea na uchambuzi utajua hasa tutachambua nini husika. Basi ploti ni nini? Tukienda moja kwa moja mtazamaji, Ploti bila shaka ni mpangilio wa nini? Ni mpangilio wa matukio. Mpangilio ya matukio jinsi yanavyofuatana ndio kwa huitwa ploti. Mpangilio ya matukio. Mpangilio ya matukio jinsi yanavyofuatana. Basi hiyo ndio maana halisi ya neno ploti. Mipangilio ya matukio jinsi yanavyofuatana. Basi ukiangazia katika vitabu vya fasihi andishi wapata fika kuwa uwepo na matukio ambayo hutokea katika labda katika sura
ama katika aya. Bila shaka kwa mfano ukiangazia katika novela Mshale wa Matumaini, tuna aina nyingi kwazo za sura, mtazamaji ambaye sasa hivi yanitazama. Natumai una kitabu chako cha novela. Basi tuna sura ya kwanza, tuna sura ya pili, tuna sura ya tatu kaditadi sura ya 10. Basi hiyo mipangilio kwayo ya matukio jinsi yanavyofuatana ndio kwayo tunaita nini? Ndio kwayo tunaitwa ploti. Ploti pia huitwa msuko au mwala. Msuko au mwala pia huitwa, basi pia huitwa msuko au mwala. Hilo ndilo jambo ambalo kwalo shati uweze kulifahamu. Basi ni namna matukio hupangwa yakifuatana katika nini? Katika kazi ya fasihi. Ni namna matukio hufanywa nini? Hupangwa yanavyo ama yakifuatana. Basi wapata kwa matukio hupangwa kulingana na jinsi yanavyofuatana katika kazi ya fasihi. Mtazamaji, kama vile ukienda kwa novela, ukienda kwa nini kando na novela, tuna kitabu cha tamthilia pale grade ya 8 Wema Hauozi, kitabu ambacho kimeangaziwa naye Timothy M. Arege. Vile vile ukienda grade ya 9 tuna kitabu kipi mtazamaji? Tuna Hodi Mashairi, yani diwani ya mashairi, kitabu kilichobeba mkusanyiko wa mashairi kwa pamoja, kitabu ambacho kimeangaziwa naye kina nani? Kina Timothy M. Arege na bila shaka na malenga wengine wawili mtazamaji, ambaye sasa hivi wafanya nini? Yuanitazama. Na ukienda katika shule ya upili tuna Bembea Maisha, pale nitamthilia vile vile kimeangaziwa sana naye nani? Kimeangaziwa sana naye Timothy M. Arege. Ukienda vile vile tuna pale nini? Kitabu cha riwaya Kigogo, sio Kigogo kunradhi, Nguu za Jadi. Na vile vile tuna kitabu ambacho kinafahamika kama Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyingine, yani kitabu cha hadithi fupi. Basi ukiangazia hizo ni kazi za fasihi andishi ambayo kwa bila shaka kuna matukio ambayo huwa yanapangwa pale yakifuatana. Basi hiyo namna matukio yanavyopangwa, jinsi yanavyofuatana ndio huitwa ndivyo kwavyo huitwa msuko au mwala au ploti. Basi matukio katika msuko hupangwa katika nini? Sehemu 3 kuu. Hilo ndilo jambo ambalo kwa shati uweze kulifahamu. Matukio ama matukio katika msuko au katika ploti hupangwa kwa namna ngapi? Kwa namna katika sehemu 3. Hupangwa katika sehemu 3, na sehemu ya kwanza bila shaka huwa ni utangulizi. Tuna utangulizi. Kisha sehemu ya pili kana utangulizi bila shaka tuna kati, halafu tuna mwisho. Kati kisha tuna mwisho. Hizi ndizo sehemu 3 ambazo kwazo tunadokezea fuka kwa nini? Tunadokezea fuka kwa kazi ama matukio katika nini? Katika msuko upangwa namna hiyo mtazamaji. Namna ngapi? Katika sehemu 3, utangulizi, kati na mwisho. Hilo ndilo jambo ambalo kwalo lafaa shati uweze kulifahamu. Na vile vile tunadokezea fuka kwa mwandishi anaweza kutumia mbinu ainati kama vile mbinu ya rejeshi. Mwandishi anaweza tumia mbinu rejeshi katika nini? Ili kujenga ploti ya novela. Hilo ni jambo ambalo kwalo shati uweze kulifahamu fuka kwa mwandishi mara nyingi tumia mbinu rejeshi ili kujenga nini? Ili kujenga ploti ya novela. Na mbinu rejeshi ni mbinu gani mtazamaji? Ninadokeza kwa mbinu rejeshi ni mbinu ambayo huelezea nini? Ni mbinu ya kuelezea matukio yalivyotokea awali au kitambo. Ni mbinu ambayo inarejelea matukio ambayo bila shaka yalikwisha tokea hapo awali au hapo kitambo au awali mtazamaji, ambaye sasa hivi yuanitazama. Mbinu rejeshi ni mbinu ambayo kwayo huelezea matukio jinsi yalivyotokea hapo awali au kitambo, kabla ya kuelezwa ama kabla ya yanayoelezwa. Basi bila shaka unapata fika kuwa ukitumia mbinu rejeshi ama nini katika namna hiyo